Marekani imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran katika operesheni ya anga iliyodumu kwa saa takribani 7 huku ikitangaza pia kurejesha kizuizi cha baharini dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran usiku wa kuamkia hii leo Julai 15 mwaka 2026. Hatua hiyo imezidisha kwa kiasi kikubwa mvutano katika Mashariki ya Kati na kuzua hofu ya kuongezeka kwa mapigano ambayo yanaweza kuhusisha mataifa mengi zaidi ya eneo hilo. Wakati huo, Iran ilianza kujibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea baadhi ya washirika wa Marekani, huku Jordan ikithibitisha kudungua makombora matatu, Bahrain ikiwasha ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga, na Kuwait ikitangaza kwa vikosi vyake vinakabiliana na drones za Iran. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani CENTCOM, operesheni hiyo ya anga ilianza usiku na kuendelea kwa takriban saa 7 bila kukatizwa. Kwa muda huo, ndege za kisasa za kijeshi za Marekani zikisaidiwa na silaha za masafa marefu na mifumo ya kisasa ya upelelezi zilifanya mashambulizi katika mawimbi kadhaa dhidi ya malengo mengi yaliyo ndani ya Iran. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalielekezwa kwenye vituo vya kurushia makombora ya ballistic na makombora ya masafa mafupi, maghala ya kuhifadhi silaha, vituo vya kuhifadhi na kuendeshea ndege zisizo na rubani, miundombinu ya vikosi vya majini vya Iran pamoja na mifumo ya ulinzi wa pwani. Kwa mujibu wa jeshi hilo, lengo kuu lilikuwa kupunguza uwezo wa Iran wa kufanya mashambulizi dhidi ya meli za biashara na vikosi vya kijeshi vinavyopita katika Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz. Maafisa wa Marekani wamesema operesheni hiyo ilikuwa imepangwa kwa muda na ilitekelezwa baada ya tathmini ya kiintelijensia kuonyesha kuwa Iran bado ina uwezo wa kuendelea kushambulia meli zinazopita katika njia ya kimataifa ya usafirishaji. Washington ilishutumu Tehran kwa kutumia makombora na drones na vikosi vya majini kuvuruga usafirishaji wa kimataifa, madai ambayo Iran imekuwa ikikanusha na kusema kuwa inalinda maslahi yake ya kitaifa. Sambamba na mashambulizi hayo, Marekani itangaza kurejesha operesheni ya kizuizi cha baharini dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa maelezo ya Washington, hatua hiyo pia imehusisha kuongeza idadi ya meli za kivita, manowari, ndege za upelelezi na vikosi vya ulinzi katika Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz. Marekani imeeleza kuwa itaendelea kufuatilia kwa karibu kila meli inayopita katika eneo hilo na kuchukua hatua dhidi ya vitisho vyote vinavyoweza kuhatarisha usalama wa usafiri wa baharini. Mlango wa bahari wa Hormuz unabeba sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani kila siku. Mamilioni ya mapipa ya mafuta pamoja na gesi asilia husafirishwa kupitia njia hiyo kuelekea Asia, Ulaya na maeneo mengine ya dunia. Kutokana na umuhimu huo, ongezeko lolote la mvutano linaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta, kuongezeka kwa gharama za usafirishaji na kuathiri uchumi wa mataifa mengi yanayotegemea nishati kutoka Ghuba ya Uajemi. Muda mfupi baada ya Marekani kutangaza mashambulizi hayo, Iran ilianza kujibu kwa mashambulizi dhidi ya baadhi ya washirika wa Washington katika Mashariki ya Kati. Jordan imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua makombora matatu yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran kuelekea ndani ya ufalme huo. Taarifa ya jeshi la Jordan kupitia shirika la habari la Petra imesema makombora hayo yalizuiwa kabla hajafikia malengo yake, huku vikosi vya ulinzi vikiendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari. Jordan, ambayo ina ushirikiano wa karibu wa kijeshi na Marekani, imekuwa ikichukua tahadhari kali kila mara mvutano unapoongezeka kati ya Iran na Marekani kutokana na nafasi yake ya kijiografia katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, Bahrain ilitangaza hali ya tahadhari ya kitaifa baada ya kuwasha ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain iliwataka wananchi na wakazi wote kubaki watulivu, kuacha maeneo ya wazi na kuelekea kwenye maeneo salama yaliyotengwa kwa ajili ya dharura. Vikosi vya usalama na mifumo ya ulinzi wa anga iliwekwa katika hali ya utayari wa juu, huku mamlaka zikifuatilia anga la nchi hiyo. Bahrain ni moja wa washirika muhimu wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi na inahifadhi makao makuu ya jeshi la wanamaji la 5 la Marekani, jambo ambalo linaifanya kuwa moja ya maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi
katika eneo hilo. Nayo Kuwait ilitangaza kuwa jeshi lake liliendelea kukabiliana na ndege zisizo na rubani za Iran ambazo zimeelezwa kuwa za kihasama. Mamlaka za Kuwait hazijabainisha idadi ya drones hizo wala maeneo yaliyolengwa, lakini zimesema mifumo ya ulinzi wa anga imeendelea kufanya kazi ya kuzitambua na kuzuia kabla hazijaleta madhara. Hadi sasa Iran hajatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani. Pia hazijatangaza idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa, wala hajathibitisha ni maeneo gani hasa ya kijeshi yaliyoharibiwa katika operesheni hiyo ya saa 7. Kwa upande wa Marekani, imesema kuwa mashambulizi hayo hayakulenga raia bali miundombinu ya kijeshi ambayo kwa mujibu wake ilikuwa ikitumika kupanga kutekeleza mashambulizi dhidi ya usafirishaji wa kimataifa. Maafisa wa Marekani wameonya kuwa operesheni zaidi zinaweza kufanyika ikiwa Iran itaendelea kuhatarisha usalama wa meli za biashara, kushambulia washirika wa Marekani katika eneo hilo. Wataalamu wa masuala ya usalama wa kimataifa wanaonya kuwa hali ya sasa ni moja ya vipindi nyeti zaidi na vyenye hatari kubwa zaidi kushuhudiwa katika Ghuba ya Uajemi katika miaka ya hivi karibuni. Wanasema kuendelea kwa mashambulizi ya pande zote mbili kunaweza kusababisha kufungwa au kuvurugika kwa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo litaathiri moja kwa moja biashara ya kimataifa, usambazaji wa mafuta duniani. Kadri mvutano unavyoendelea kuongezeka, mataifa mengi yanaendelea kufuatia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku ikitoa wito wa kujizuia ili kuzuia mgogoro huo usigeuke kuwa vita vya kikanda vinavyoweza kuhusisha mataifa mengi zaidi ya Mashariki ya Kati. Wakati huo vikosi vya Marekani na Iran na washirika wao vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari, na dunia ikisubiri kuona hatua zinazofuata kutoka pande zote mbili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.